يرتجي ابن ناصري منك راضي بهداك المصطفى نور الأنام. نعم. katika faslu thani faida at-tasbihi wa asluhu, faida ya tasbihi na asili ya tasbihi. Kitabu chetu ni amba na matelezo kwa mapigo yetu ya faidatul yawmin adhkaru salam. Faalamu ya akhi salihu, ndugu yangu uliyemwema, fahamu anna tasbiha min a'dhamil ibadati, tasbihi ni katika ibada kubwa sana. Waqad amara Allahu subhanahu wa ta'ala bihi, na hakika Mwenyezi Mungu ameiamrisha ibada hiyo, ala jamii makhluqatihi, kwa viumbe vyake vyote, sawa, fi samawati wal ardi, vilivyo mbinguni na ardhini, sawa, haithu qala fi kitabihi, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'an, bismillahir rahmanir rahim, sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vimekwisha kumsabihisha vilivyoko kwa ajili ya Allah, lillah ma fi samawati, vyote, shamil, vilivyoko katika samai na al-ardhi, wa huwa al-azizul hakim, Mwenyezi Mungu ni mwenye utukufu na mwenye hekima. Waqala fi awali sura al-Hashr, amesema katika mwanzo mwa suratul Hashr, bismillahir rahmanir rahim, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizu al-hakim. Wa fi akhiri hadhihi sura, mwishoni mwa sura hii kadhalika amesema, huwa Allahu al-khaliqul bari'u, na huyo ndio Mwenyezi Mungu muumbaji, al-bari'u, mwenye kuvidhihirisha viumbe, al-musawwiru lahul asma, mwenye kuvipa maumbile, lakin al-asma lahul asma, mwenye majina mengi sana, al-husna, mazuri, yusabbihu lahu, na vinamsabihisha yeye Mwenyezi Mungu, kwa maana vinamsabihika Mwenyezi Mungu, mafi samawati wal ardi, viumbe vilivyoko ardhini na vilivyoko juu, wa huwa al-azizul hakim, Mwenyezi Mungu ni mwenye enzi na ni mwenye hekima. Suratul Hashr hiyo hiyo. Waqala ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, alam tara anna Allaha, hivi huwezi kuona wewe kwamba hakika Mwenyezi Mungu, yusabbihu lahu ma fi samawati, anafanyiwa tasbihi na viumbe vilivyoko ardhini na vilivyoko angani mbinguni, watairu, mpaka wanyama, safatin, kullu qad alima salatuhu, tena wakiwa wameweka safu, kwa maana wameweka mstari kabisa, kullu, kwake yeye Mwenyezi Mungu, kad alima salatu, Mwenyezi Mungu anajua namna ya ambavyo wao wanafanya swala yake, watasbihahu, na namna wanavyomsabihi wao. Viumbe vingi tu vinamsabihi Mwenyezi Mungu kwa lugha ambayo Mwenyezi Mungu kawafahamisha wamsabihi kwa lugha hiyo. Wewe mwanadamu tu ndio umeambiwa umsabihi kwa lugha ya Kiswahili, ya Kihindi, ya Kiingereza, basi kwa namna yoyote maadamu ni tasbihi. Ametakasika Allah, ametakasika Allah, hiyo ndio subuhu, subhanallah hiyo. Wallahu alimu, Mwenyezi Mungu ni mjuzi sana, mima yafaluna, kwa yale ambayo viumbe wanafanya. Waruya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, naam, hadithi anasema, inna Allaha ta'ala, Mwenyezi Mungu, lamma khalaqa al-arsha, alipoiumba arshi, amara al-hamala, aliwaamrisha wenye kuibeba arshi, yamiluhu, wainyanyue, haya bebeni. Sasa kuna watu wanasema Mwenyezi Mungu yuko arshini, kwa hiyo si ndio walimbeba na yeye. Sasa kwa akili za watu hao, fathaqala alayhi, arshi kwa nzito. Arshi ni kitu kikubwa kuliko hata mbingu na ardhi, ni kikubwa hicho kitu. Qala azza wa jalla, Mwenyezi Mungu anawaambia, yaqulu subhanallah, nashindwaje semeni Mwenyezi Mungu ametakasika bwana. Faqalu, akasema, subhanallah subhanallah, fayasara alayhim, basi kwa neno hilo ila arshi ikawa nyepesi, wajalu tula dari, na ikawa sasa Mwenyezi Mungu akajalia maisha yao yote hao hamalatul arshi, wabebaji wa arshi, yaquluna subhanallah subhanallah, ibada hiyo
subhanallah, subhanallah, ila an khalaqa Allahu Adam alayhi salatu wassalam. Wameenda kusema hayo maneno mpaka alipomuumba Adam. Falamma a'tasa, alipopiga chafya, alhamahu Allah, Mwenyezi Mungu alimpa ilham, akamwambia qaula alhamdulillah, sema alhamdulillah bwana. Waqala lihadha, basi Mwenyezi Mungu akamwambia kwa hili, khalaqtuka ya Adam, nimekuumba wewe Adam. Faqalat almalaika hadhihi kalima, neno hili ambalo unalizungumza ni neno thania, la pili, jalila, tukufu, sharifa, zuri sana. Baglana an nataghafala anha, sisi bwana malaika hatuwezi sawa kughafilika nalo, haiwezekani. Fatadhamaha ila hadhi, Mwenyezi Mungu akalikusanya na alhamdulillah. Fayaquluha tula ad-dahri, basi wanasema maisha yao yote. Fayaquluna tula ad-dahri, maisha yao yote malaika wanasema subhanallah walhamdulillah. Muona ila ayabatha Allahu Nuha, mpaka Mwenyezi Mungu alipompa Nabii Nuhu wahi. Wakana awwalu man ittakhadha al-asnamu qaumu Nuhi, basi ikawa ndio wale, wakana awwal, na akawa ndio mtu wa mwanzo, man ittakhadha al-asnamu, wale waliotengeneza masanamu ni kaumu ya Nuhi, ndio wa mwanzo kutengeneza. Sasa fa awha Allah ilaihim, Mwenyezi Mungu akapeleka wahi kwa Nabii Nuhu, ayamura qaumahu, awaamrishe ndugu zake, kaumu yake, watu wake, wayakuluna la ilaha illa Allah, waseme la ilaha illa Allah. Fa waha anhum, faqalat almalaika, alipompa wahi awaambie wao, malaika wakasema hadhi kalimatun thalithatan jalila, katika neno zuri la tatu ni hili sharifa, tukufu. Fatadhamaha, Mwenyezi Mungu akalikusanya ila hataini, kwa yale mawili. Fajalu yaquluna, malaika wakawa wanasema tula dahri, maisha yao, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah, ila an ba'atha Allahu Ibrahim alayhi salatu wasalam, mpaka alipompa utume Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Amarahum bilquran, akawaamrisha amarahu bilqurban, akamwamrisha achinje Nabii Ibrahim. Thumma fadahu bikashabin, kisha akampa badala kwa kumpa kondoo mchinje. Falamma ra alkabsha, alipomona kondoo, qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, farhan bidhalika, akifurahio. Faqalat almalaika, malaika wakasema hadhihi kalima rabi'atan sharifa, neno zuri sana la nne hili, jalila, tukufu. Fatadhamaha, Mwenyezi Mungu akalikusanya bila haula kalima, kwenye maneno yale. Fajalu yaquluna tula dari, malaika ikawa wanasema maisha yao yote subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Falamma hadatha Jibril alayhi salatu wassalam, alipompa habari Jibril alayhi salatu wassalam bwana mtume Muhammad bihadhihi alhadith, hadithi ilivyotamu hii. Qala an-nabii, bwana mtume alisemaje? Taajuban, hadithi nzuri, la haula wala quwwata, akazungumza maneno hayo illa billahi al-aliyyil azim. Faqala Jibril alayhi salatu wasalam dhumu hadhi, Jibril anamwambia Mwenyezi Mungu kusanya na hili hadhihi alkalimati ila hadhihi alkalim, maneno haya na haya mengine. Fasarati khamsun kalimati, yakawa ni maneno matano. Hakadha subhanallah moja, walhamdulillah mbili, wala ilaha illa Allah wallahu akbar tatu, nne, wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim tano. Kwa hiyo hii ndio faida ya tasbihi mabwana. Mpewe nini tena? Wakati, nyakati, muda, ndimini mwetu pawe ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, subhanallah alhamdulillah. Na hii ndio faida tunaipata.